Hii kwenda gerezani kukaa mahabusu, kushikiliwa na polisi imefanya kwa namna fulani uwe humble zaidi? Kinoma, kwa sababu kwanza nimeona nafuatiliwa na watu zaidi. Na katika kitu cha heshima sana ni kwamba mahabusu na magereza wanaofungwa watuhumiwa wote wale huwa wanalala saa 9 ndio wanaingia vyumbani. Mahabusu na magereza time yao inafanya yani saa 9. Lakini ni siku ambayo napigana mimi tu ndio inakuwa sikukuu ya wafungwa wote. Sio bondia mwingine yoyote. Siku ambayo napigana mimi ndio wafungwa wote wanaachiwa pamoja na magereza, kwa sababu wote ni washabiki zangu, wanakaa kuangalia boxing yangu. Kwa hiyo wamepata fahari ya kuwa wameweza kukaa na mimi kwa siku kadhaa na wamenipokea kwa mapokezi makubwa. Kuna mitaa katika kila magereza, nilikuwa sijui kuna Kariakoo, kuna sijui nini mule ndani. Kwa hiyo nilipewa godoro kwa heshima na niliekewa ndoo katikati ya godoro langu nisichanganyikane na watu wala wadudu wasitoke huku wanifuate huku, maana yake huyu mtu heshima yake kubwa kwenye jamii, tusimshindanishe na watu wengine wa aina yoyote. Watu wanatakiwa waoge nje, ndani kuna choo kwa sababu ya kujisaidia haja kubwa. Lakini ni mimi peke yake na Nyapara ndio ambaye niliambiwa bwana Mwakinyo ukijisikia kuoga oga, lakini kwa sababu tu mimi hata maisha yangu ya mtaani kuoga inakuwa tabu, kwa hiyo ikawa sioni kama ni kitu cha msingi kuoga kila wakati. Lakini wamenipa heshima kubwa sana na wathamini sana, na nimeona kama kioo cha jamii nina wajibu mkubwa sana wa kufanya vitu vingi sana kuokoa maisha ya watu wengine. Millard, naweza nikawa natembea mfukoni na milioni 1 na ila skirimu asubuhi mpaka jioni, lakini kumbe milioni 1 yangu naweza nikatoa watu 4 magereza ambao naweza nikasaidia wao na maisha ya familia yao baadaye. Kwa hiyo nafikiri ndio elimu kubwa ambayo nimeipata na inanifanya nisijutie kupitia katika mchakato wote huu, na naamini yataisha kwa sababu kila kitu kina sababu.